Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Nazungumzia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Young Africans wanadondoka uwanjani mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho. Hapa nazungumzia si wengine bali ni CRDB Federation Cup, ambapo klabu ya soka Young Africans unafahamu kwamba ilitinga katika hatua ya robo finali, na ratiba ilivyoweza kuzungumza ni kwamba Young Africans wanakwenda kukutana dhidi ya klabu ya Stand United kutoka pale Shinyanga, ambapo unafahamu kwamba wameweza kufika katika hatua ya robo finali. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka cha Young Africans ambacho kimetangazwa na kocha mkuu Mirudi Amdi, akiweza kutangaza idadi ya majembe 11 yatakayoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa ambao unatarajiwa kwenda kupigwa katika dimba la KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Ila kabla tujaendelea kujua ni kikosi gani ambacho kimeweza kuandaliwa, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa natembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, taarifa ambayo nimekusogezea ni kikosi ambacho kimetangazwa dhidi ya Stand United katika mchezo wa robo finali kuitafuta nusu finali ya kombe la CRDB Federation Cup. Ikumbuke kwamba tayari klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeshaweza kutinga katika hatua ya nusu finali, huku akiweza kusubiri timu nyingine tatu ambazo na Young Africans na yumo akiweza kutafuta tiketi hiyo. Sasa golini katika mchezo huo anasimama DJ Diarra, screen protector. Nafahamu ubora wake, amekuwa na nafasi kubwa ya kuendelea kuweza kuonyesha ubora wake. Kocha Mirudi ameendelea kumwamini. Hapa nazungumzia nyota huyo akiweza kumpatia nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza kabisa cha mchezo. Kumbuka ya kwamba ni bingwa mtetezi Young Africans, hivyo anapaswa kuwa makini kujihakikisha kwamba anatetea taji lake lingine ili la CRDB Federation Cup. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo jipi ambalo litakaloweza kujili. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama Kibwana Shomari. Unafahamu bora wake, moja kati ya beki ambazo zinapatikana katika kikosi cha Young Africans, na unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mwalimu ameendelea kuweza kumpa nafasi. Alichokionyesha katika mchezo dhidi ya klabu ya Azam FC, aliweza kufanya kazi kubwa kweli kweli. Ndio hiyo kazi ambayo imeendelea kuweza kumpatia kusimama kama beki namba 2 katika mchezo huo mkubwa kabisa, Young Africans akiitinga katika hatua ya nusu finali kama atafanikiwa kwenye hilo. Lakini katika upande wa beki namba 3 anasimama Nixon Kibabage. Unafahamu shughuli yake, mwalimu ameona kazi ya ziada ambayo alioifanya Issa Shadrack Kibo katika mchezo dhidi ya Azam mchezo uliopita, hivyo basi ametaka kumpumzisha na kumpa nafasi Nixon Kibabage aweze kuanza katika mchezo huu. Kumbuka kwamba sehemu ambayo anacheza Nixon Kibabage ndio upande ambao Young Africans mara nyingi wanapenda kuutumia kuanzishia mashambulizi yao. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia Nixon Kibabage akiweza kusimama katika eneo hilo. Lakini katika upande wa beki hapa nazungumzia namba 4. Hapa utakutana na Ibrahim Hamadi Baka akiweza kusimama kwenye kazi nzuri kabisa kuweza kuhakikisha kwamba Young Africans katika safari yao ya nusu finali haiwezi kutiwa doa na klabu ya Stand United na kuweza kuwapatia nafasi ya kutosha kabisa. Hapa nazungumzia wachezaji ambao
pengine hawakuanza. Kwa hiyo Baka yeye alipata nafasi ya kuanza mchezo uliopita na ameendeleza makali yake. Katika upande wa beki namba 5 anasimama Bakari Nondo Mwamnyeto, nafahamu shughuli yake. Mwalimu ameona kazi kubwa ambayo aliyoifanya katika michezo yake hivi karibuni, ameendelea kuweza kumpatia nafasi Bakari Nondo Mwamnyeto, nafahamu kazi kubwa ambayo huwa anaifanya katika eneo la kati. Kimo chake kinaruhusu kabisa kucheza mipira yake ile mirefu, kucheza katika nafasi hiyo si jambo geni, ndio nafasi ambayo aliyokuwa na hudumu toka awali, lakini sema kwa sasa namba kidogo imekuwa ni changamoto, lakini anapopata nafasi mwalimu huweza kumpatia. Katika upande wa viungo namba 6 anasimama Jonathan Mkude, unafahamu shughuli yake, moja kati ya nguli kweli kweli, nyota. Shughuli yake kila mmoja anafahamu namna ambavyo anaweza kuzuia mashambulizi yasiweze kuwafikia safu ya ulinzi, namna ambavyo anaiunganisha kati ya safu ya ulinzi na safu ya mbele. Hivyo basi utakwenda kushuhudia katika eneo la namba 6 akiweza kusimama Jonathan Mkude, kazi kubwa ambayo anakwenda kuipiga pale KMC. Lakini katika upande unazungumzia wa namba 7, sasa hapa utakutana na Maxim pia Nzingeli, unafahamu shughuli yake. Mwalimu ameendelea kuweza kumwamini na kumpa nafasi nyota huyu kuonyesha kile ambacho yuko nacho, na kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya Maxim Nzingeli. Utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo watakwenda kukutana nayo Stand United katika mchezo huo. Kwa hiyo namba 7 hata kuwepo si mwingine bali ni Maxim Nzingeli. Lakini katika upande wa namba 8 hapa utakutana na Abubakar Salum almaarufu Shuaboy, unafahamu kazi kubwa ambayo huwa anaifanya katika eneo hilo namba 8, pindi ambapo mwalimu huwa anampa nafasi uonyesha kile ambacho anakuwa nacho, na ameendelea kuweza kuaminika, na ndio maana mpaka sasa yupo katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Utakwenda kushuhudia pasi nzuri, utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo mipango inakwenda kupangwa na Abubakar Salum Shuaboy katika eneo la namba 8. Kazi kubwa utakwenda kushuhudia kwenye mchezo huo. Lakini katika upande unazungumzia wa namba 9, hapa atasimama si mwingine bali ni Clement Mzinze, unafahamu shughuli yake. Mwalimu ameona kitu cha ziada katika upande wa Clement Mzinze na kuweza kumpa nafasi leo hii na yeye kuweza kusimama katika eneo hilo. Natumbua kwamba namna gani ambavyo pengine ungeweza kushuhudia Prince Dube akiweza kuanza katika mchezo huo. Amepewa nafasi ya mapumziko kwa kazi kubwa ambayo alifanya dhidi ya Azam katika mchezo ule wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama Cletus Chora Chama, mwamba wa Lusaka, akiendeleza ubabe wake wa kuweza kuwachezesha boli, namna ambavyo anaweza kutengeneza nafasi, namna ambavyo anapiga pasi zake za mwisho, faulo zake zile utakwenda kuzishuhudia katika uwanja wa KMC Mwenge, ambapo Stand United wataweza kualikwa na Young Africans. Katika upande wa namba 11 hapa utakwenda kushuhudia atakuwepo Jonathan Ikangalombo, nafahamu bora wake, moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi ya Young Africans. Usajili ambao mpaka sasa wana Young Africans bado wanajivunia juu ya Ikangalombo, wakiweza kumpa muda kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Hichi ndio kikosi cha Young Africans dhidi ya Stand United kutoka Shinyanga katika mchezo wa robo finali ya kombe la CRDB Federation Cup 2000.